Waumini wa Masjid Nur Benako wameiomba serikali kuwasaidia kuweza kujenga msikiti, kwani msikiti uliokuwepo hapo awali umepata hitirafu ya nyufa, hivyo umebomolewa ili kuepuka athari ya kubomoka na kujeruhi watu. Akizungumza na mwandishi wa habari wa Dar es Salaam Tanzanite TV, waumini hao wamesema kuwa licha ya kupata ufa kwa msikiti huo, vilevile walikutana na adha ya kujaa maji katika msikiti huo, hivyo hawana budi kuubomoa ili kuweza kujenga msikiti mwingine. Nikiripoti kutoka Benako, mimi ni Genji Mashaka wa Dar es Salaam Tanzanite TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Adam Juma Mrangi. Cheo mimi ndo imamu wa Masjid Nur Benako na ni shekhe wa kata. Kwa hapa ndugu mwandishi habari, nimekuja kwenye tukio lenyewe ni la ubomoaji wa msikiti wa zamani. Ni sahihi kabisa, tunabomoa leo baada ya kushirikisha waumini wote wa dini ya Kiislamu, wanaume na wanawake na wale vijana ambao wamefikia umri wa miaka 18 na kuendelea. Tumeweza kushiriki na kuweka mkutano wa hali ya juu na kuweza kuridhiana kwamba huu msikiti iko haja sasa kufuatana na kipeki zilizokuwa zimeandaa msikiti huu kutokana na maji, adha ya maji, na tayari kwa sababu tayari tuna ujenzi wa msikiti tumeshamaliza foundation. Sasa waumini wote kwa pamoja chini ya imamu wao tukaamua tuubomoe msikiti huu. Sisi tukaona tuutumie mradi huu kufuatana na hawa ndugu zetu wametukubalia kutuwekea vifusi kwa bei ndogo. Sasa tukaona ni pema fursa hii tuitumie. Ndugu viongozi wetu wa juu wa BAKWATA, taasisi ya BAKWATA, Mheshimiwa Mufti wetu wa Tanzania, katibu mkuu, pamoja na wajumbe wa baraza makao makuu, sisi tuna nia njema kabisa nanyi na sisi tuko chini yenu. Na kwa Waislamu wote ambao wameona tukio hili, tunachoomba sasa, kipaumbele kwetu sisi leo ni msikiti, ili watu waendelee ibada. Ibada haiwezi kusubiriwa. Wakati baraza makao makuu wanafanya tathmini yao kwenda kuweka ni mradi gani wataweka hapa kwenye eneo ambalo la msikiti wa zamani, lakini tunakuombeni kama viongozi wetu wa juu wenye mamlaka ya hali ya juu, wenye sauti ya juu ya kusikika, tunakuombeni tufanyeni msaada kwa kushirikiana nasi tuweze kupata msikiti mwingine, kwa sababu msikiti mwingine tunao hapa, tulikuwa tumeshaanzisha foundation kufuatana na sadaka za waumini wa hapa. Hatujatoka mahala popote kwenda kuomba msaada, lakini tunakuombeni Waislamu wote Tanzania na ambao wasio hapa hawaishi Tanzania, tunaomba msaada wa hali na mali, kwani hii inajengwa ni nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hii ni fursa kubwa ambayo sisi tumeitumia kwa ustadi wa hali ya juu kuweza kuona jambo hili. Tumeona mbali baada ya kuona kwamba mradi huu unaotengeneza barabara hii ni vyema sisi tutumie fursa hii kupata vifusi kwa bei nafuu, ili kuweza kuziba shimo lilokuwepo hapa ambalo tumesumbuka kwa miaka mingi. Maji yanaingia ndani ya msikiti, na kwa sababu msikiti ulikuwa chini, na baada ya kubomoa barabara hii maji yote ya mji wa Benako yalikuwa yanakuja hapa msikitini. Kwa hiyo tumeteseka sana ndugu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na hata serikali tunaiomba pia vile vile, kwa sababu wenyewe serikali sio haina dini, lakini wana dini ni kwa sababu tu hawaitumii ndani ya mamlaka yao, lakini wana dini. Tunakuombeni na Mheshimiwa ndugu yetu Rais Mama Dr. Samia Hassan Suluhu Hassan, tunakuomba nao ulione hili, tunaomba msaada wako. Tunaomba kwa kupitia viongozi wetu wa BAKWATA wa juu kabisa, Mheshimiwa Mufti pamoja na katibu mkuu pamoja na wajumbe wote wa makao makuu, tunakuombeni tushirikiane nasi ili kuiweza kuijenga nyumba ya Mwenyezi Mungu haraka iwezekanavyo, na Waislamu waendelee na ibada kama kawaida. Ibada haisubiriwi. Na baada ya hapo basi kingine kitakachokuja
basi kitaendeshwa kufuatana na taratibu, kufuatana na viongozi wetu wa juu. Sisi watakapotuletea wataalamu wao wakabaini ni kitu gani kijengwe, ni wao tu. Sisi tuko pamoja nao, hatutawakatalia wala hatutakaidi amri zao, kwa sababu sisi tuko chini yao kufuatana na taasisi yetu ya BAKWATA. Mimi ni kuombeni Waislamu wote, tumesharidhia mpaka kufikia kubomoa msikiti huu ni kwa sababu ya kutokana na adha mbalimbali. Maji yameshaathiri msikiti sana, na kwa sababu tulikuwa tunaswali kwa adha, leo Waislamu kwa pamoja wameunganisha mawazo yao na wakaona iko haja kubomoa msikiti huu, na kwa sababu iko haja kubomoa msikiti huu, badala yake tutafanya ibada. Wamekubaliana tutumie jengo la madrasa, mbele yake tutajenga kibanda swala kufuatana na mabati haya yaliyotoka kwenye msikiti wa zamani, ili watu wafanye ibada na endelee. Lakini wakati wote tunafanya ibada tutakuwa kwenye tabu, lakini wamekubaliana na tabu hiyo. Sisi tuna ombi letu ni kutoka makao makuu BAKWATA, kwa Mheshimiwa Mufti na jopo lako na wasaidizi wako na kamati yako pamoja na watu waumini wote wa dini ya Kiislamu na yule anayeguswa na hili, tumuombeni msaada mkubwa wa kuweza kunyanyua nyumba hii ya Mwenyezi Mungu ili Waislamu waendelee na ibada kama kawaida. Na kushukuruni sana tena sana, Mungu awabariki sana. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026, baada ya kuwa tumekaa kikao cha Waislamu kuhusiana na msikiti wetu ambao takriban zaidi ya miaka 3-4 maji yamekuwa yakiingia kwenye msikiti. Kwa hiyo tumejikuta baada ya kwa au wenzetu wa serikali kurekebisha hii barabara, tumekuta maji yote yanaingia msikitini. Kwa hiyo baada ya kwa tumefanya utafiti, tumekuta maji msikiti muda wote unaweza ukaanguka kutokana na maji imeshaingia ndani ya msikiti. Kwa hiyo haunawezi kustahimili kubeba watu. Kwa hiyo tukakubaliana kwa pamoja waumini kwamba msikiti ubomoe. Baada ya kubomoa tusawazishe, sasa tuendelee na ujenzi mwingine wa msikiti mpya. Lakini kipindi toka tuendelee na ujenzi wa msikiti mpya, tutafanya ibada kwenye vyumba vya madrasa na madrasa kubwa hapo. Kwa sisi tuhamia hapo, wakati tuendelea kutafuta nguvu kwa ajili ya kujenga msikiti sasa wa kudumu ambao utakuwa ni sehemu salama bila kuingiliwa na maji. Kwa hiyo kwa ufupi tumeamua tu kwa pamoja, sababu msikiti ubomoe usije ukaleta madhara makubwa hapo mbeleni. Baada ya kukuta msikiti wote umeingia kreki, maji yameingia chini ya ukuta, muda wote unaweza kadondoka. Kwa kushirikiana na Waislamu wenzetu tumejaribu kuwaomba hata hawa kampuni ya kujenga barabara basi watuletee sisi, baada ya kubomoa turekebishe kibaki pale kiwanja ambacho tunaweza kufanya kazi nyingine kama za kibiashara. Kwa hiyo hapo pia mimi kwa majina naitwa Ramadhani Shabani Makole ambaye ni muumini wa msikiti wa Masjid Nuru. Majina naitwa Sara Israeli, ni mkazi wa kijiji cha Rwakaremera, kitongoji Njia Panda. Mazingira ya msikitini maeneo ya Benako, jiji Rwakaremera, kitongoji Njia Panda, kuna msikiti wa BAKWATA. Tumekaa muda mrefu tukiwa na adha kubwa sana ya kujaliwa na maji kwenye msikiti wetu. Leo tumeitwa hapa msikitini akina baba na akina mama kwa ajili ya kuangalia tatizo hili, lakini maongezi yetu tumepata maafikiano ya kwamba msikiti ubomolewe kwa ajili ya kwamba tusije tukapata tatizo la kuangukiwa na hizo kuta. Ni muda mrefu msikiti wetu unajawa na maji. Sote kwa pamoja tumewafikiana, kwa wanaume na wanawake tumewafikiana kwamba msikiti ubomolewe ili tuweze kufanya mpango wa kuona kwamba pale patajaa maji na tuone kama tutaendeleza msikiti wetu ambao tumeshaanzisha tayari msingi kwa ajili ya ujenzi wa msikiti mpya. Napenda kuwaombeni nyote mlioko mbali, nchi yetu na nchi za nje, Waislamu kwa wanajamii wote,
tuweze kushirikiana tuinue msikiti wetu mpya. Lakini pia tunaelekeza kwa viongozi wetu, kwa Mama Samia, Mheshimiwa Mama Samia na Mheshimiwa Doto Bayemu ambaye ni mbunge wetu, diwani wetu Yusufu Katura na viongozi wote wanaofuata hapo. Tunawaombeni mikono yenu muinyooshe kwenye msikiti wetu. Sadaka zitolewe jamani. Tutapata shida sana, hatuna pa kusalia mpaka sasa hivi. Na msikiti wetu ambao tunategemea kujenga bado uko kwenye msingi. Asanteni nyote. Tunashukuru pia na wote walioweza kuhudhuria kwa leo. Tumefanya mkutano na bado tumefanya maongezi na bado tumeweka mahudhurio yetu. Asanteni Waislamu wote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Mimi kwa majina naitwa Sodi Salum Nasoro. Ni mwenyekiti wa kamati tendaji ya msikiti wa Masjid Nuru hapa Beni. Sababu ziko nyingi. Kwanza tulikuwa tuna hadha kubwa sana ya maji katika maeneo haya. Ni hadha ambayo imetusumbua kwa muda mrefu na tumepata shida kwa muda mrefu, lakini vile vile tuliona ukuta unaanza kubomoka kwenye maeneo haya ya msikiti. Ikabidi sasa tuchukue jukumu la haraka ili msikiti usije kuwaangukia waumini na kupata shida baadaye. Lakini wakati huo tulikuwa tuna harakati nyingine za ujenzi wa msikiti, kama mwandishi unauona msikiti unaendelea, tumefika kwenye level ya msingi. Kwa hiyo tukaona ni bora tuondoe usije kuleta madhara kwa watu ili tupate kusawazisha kwenye maeneo hayo, baadaye patakuja kutumika kwa kitu kingine. Lakini kitu kingine ambacho tumekipata kama fursa na huu mradi wa barabara ambao unaendelea hapa, barabara ya Rusaunga Rusumo, ambao kweli tumeona kama fursa kwetu, kwa sababu kuziba hili eneo tungetumia gharama kubwa sana. Sasa tumeona ni vema kwa sababu wanatengeneza hii barabara na wanaweza kutusaidia kutuletea kifusi na kutuzibia hapa na kushindilia. Kwa hiyo tumeiona kama fursa kwetu, ndio maana tumeamua kuchukua haya maamuzi ya haraka ili hiyo fursa isiweze kutupita. Kwa vile tunaendelea kujenga msikiti na tuna mambo mengi ambayo yanahitaji pesa na vitu vingine, tulikuwa tunaomba waumini wote kwa wakati mmoja tushirikiane, na hata wengine ambao wataona ni fursa kwao wanaweza kufanya sadaka zao. Kuna ujenzi wa msikiti, lakini kuna mambo mengi yanaendelea hapa, waweze kusaidia, waweze kuchanga sadaka zao ili tuweze kukamilisha haya malengo yetu, tupate msikiti wa kufanyia ibada.